Naam, bwana, kutokana na kitu ambacho amekizungumza Ibra, wadau mbalimbali wa mziki na entertainment industry hapa Tanzania kwa ujumla wamejitokeza na kulizungumzia swala hilo. Kwa mfano huyu hapa ni Ali B. Ali B bwana naye pia amekuja kulizungumzia hili swala, ametoa maoni yake na Ibra akazidi kuendelea kuzungumza kuhusiana na hiyo issue na amejibu comment ya Ali B. Hii ni baada ya Ibra kueleza kwamba kumbe kuna siku alishawahi kuendaga kwa Harmonize, alikuwa yeye Ibra ameishiwa kodi, kwa hivyo basi akaenda kwa Harmonize kwenda kuomba hela ya kodi, lakini at the end of the day Harmonize akamuitia Ibra chumbani, jambo ambalo Ibra anadai kwamba lilishindikana, jaribio lake lilishindikana kwani yeye ni msela na yeye sio chakula. Umeona bwana, so hiki ni kitu ambacho huko katika mitandao ya kijamii kimetrend kupitiliza na watu wengi sana wamekuwa kikifuatilia na maoni ya watu wamekuwa ni mengi kuzidi kutokana na hiyo issue. Lakini baada ya hapo ni kwamba Ali B amekuja na pia akacomment kuhusiana na hiyo issue baada ya Ibra kuzungumza hayo mtandaoni waziwazi. Ali B akacomment akaandika kwamba bwana uliitwa chumbani upimwe oili ozari usise. Amecheka yani Ali B kama katika zile memes za huko mitandaoni kwamba ameshangazwa kuona kwamba Ibra aliitwa chumbani na Konde akapimwe oili, kisa tu alienda kuomba hela ya kodi. Sasa Ibra akaja kujibu hiyo comment ya Ali B akasema kwamba bwana bro, ni mengi ila sasa kiumbe chenyewe hakitaki kuonewa huruma. Nimenyamaza lakini bado ananiongelea vibaya, inaniumiza sana. Umeona bwana kwa sababu hii yote ni kwamba Konde bwana alikuwa amemsema vibaya Ibra kwamba na roho mbaya, kwamba yeye alijisikia wivu kuona kwamba ametoa nyimbo lakini nyimbo yake ikakoma kutrend baada ya tukio la Kajala na Harmonize kuonekana katika birthday ya Amara. Kwa hiyo wivu Ibra ndio ulikuwa umemsumbua, alijisikia vibaya, alionyesha kwamba na roho mbaya, na ndio maana alivyoona kule mambo kwamba Kajala na Konde wana trend ndo akaamua kutoa hizo habari kwamba anadaiwa bilioni na mpaka mambo yakaja kafikia huku. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section, tukisoma na kureplay kila comment, na pia hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.